Yako maeneo mkulima na mfugaji kama paka na panya. Kuna chuki, wanaopangisha vitalu kutoka kwa wageni tutawachomoa. Na kama kuna watu mko makini, mtakuwa mnapata harufu niko na troti. Ni Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashir Wali Kakurwa akionyesha kutofurahishwa na baadhi ya matendo ya wakulima na wafugaji yanayoendelea katika maeneo yao. Ameyasema haya akiwa kwenye ziara yake mkoani Kagera kwenye zoezi la uzinduzi wa vituo vya kukusanyia maziwa kwenye vyama vya ushirika. Yako maeneo mkulima na mfugaji kama paka na panya. Kuna chuki, na Mheshimiwa Rais amewahi kusema akiwa Rufiji na Kibiti kwamba hafurahishwi kuwaona wafugaji wanachukua ng'ombe wao wanawaingiza ndani ya shamba la mkulima, wanashika fimbo na sime kusimamia kulisha shamba, na mwenye shamba akithubutu anapigwa bakora, anatolewa ngeu. Hili jambo halikubaliki, kama nilivyosema kuhusu uvuvi haramu na uhasama kati ya wafugaji na wakulima, halikubaliki. Hapa tumepata mfano mzuri. Wakulima na wafugaji wanategemeana, ndio maana kuna mpango unaitwa tutunzane. Lakini kwa upande mwingine pia wafugaji wanapangiwa ardhi ya mifugo, na wakati mwingine inarasimishwa kisheria kwamba ardhi hii matumizi yake ni ufugaji. Baadhi ya viongozi wasio waaminifu na wasiowajibika na baadhi ya wananchi wasiotaka kufuata sheria wanabadilisha kinyemela matumizi ya ardhi ya mifugo yanakuwa ardhi ya kilimo au matumizi mengine. Wafugaji wanakosa maeneo ya kufugia, unakuwa mwanzo wa mgogoro mibaya na kimahusiano. Tulisema wawekezaji tulionao, hata kama wengine wana shida, na tutawachomoa wote ambao wana shida, wanaopangisha vitalu kutoka kwa wageni tutawachomoa. Na kama kuna watu mko makini, mtakuwa mnapata harufu niko na troti kuwachomoa. Nitawachomoa. Kwa upande wake Frank Nyabundega ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB anatoa ufafanuzi wa namna walivyowasaidia wakulima na wafugaji katika maeneo yao. Kwa sababu sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo tuko katika mnyororo wa mazao ya kilimo, mazao, ufugaji na uvuvi. Tukasema sehemu hii tunaweza tukawawezesha katika ufugaji. Walikuwa wanafuga, na amesema hapa kwamba wamekuwa wakifuga, lakini ng'ombe ambao wanatoa maziwa kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo tukasema kwamba kwa sababu tunataka tuwawezeshe hawa watu kwamba wanapokuwa hata wanalima kahawa yao, mahitaji ya kila siku yao yanaweza kuhudumiwa na ufugaji. Kwa hiyo tukaleta mradi huu Mheshimiwa Waziri, ambao katika wanachama walioko hapa 541 143 kati yao wakakubali kuingia kwenye ufugaji, ambao sio wachache, na ninashukuru kwamba hata wakina mama wamekuwepo. Kati ya hao 143, 29 ni wanawake. Na kwa sababu hiyo tukawaletea mradi ambao sasa hivi tuko kwenye mchakato, kwa sababu tuliangalia tulipofanya assessment ng'ombe walio nao, Mheshimiwa Waziri, wanasema ni ng'ombe wa maziwa, lakini kwa kweli si ng'ombe wa maziwa. Tukasema tutawapatia sasa mitamba ya kisasa, ambayo tuko kwenye process ya mwisho kuwapatia mitamba 45 yenye mimba, ambayo ni katika mradi wa kopa ng'ombe lipa maziwa. Kwa hiyo wao wanapokopa ng'ombe hahitaji kulipa fedha, analipa maziwa na atakuwa anapewa 30% ili aweze kujiendesha. Na baada ya kuwa amemaliza kulipa lile deni,
ng'ombe pamoja na ndama na vyovyote vinavyokuwa vimepatikana. Kumbuka tunawapatia ng'ombe mitamba ambayo ina mimba. Kwa hiyo pamoja na ndama inakuwa ni mali yao. Na hiyo ndio njia moja hapo ambayo tumeona kwamba itawasaidia.